Kwa majina anaitwa Shabani Itutu, ni mwenyekiti wa chama cha ADC Taifa. Kimsingi leo tuko mkoani Tabora, tuko wilaya ya Nzega ambapo tumefanikiwa kuwapokea wanachama wa vyama mbalimbali, lakini hasa ACT. Tunashukuru Mungu amefunga fora, ni wengi kweli kweli. Sababu mbele yangu hapa tunaye aliyekuwa katibu wa ngome ya wanawake wa wilaya ya Nzega na mratibu wa wilaya ya Nzega ambaye rasmi amehamia kwenye chama cha ADC. Lakini pembeni yake yuko na wafuasi wake wengi kweli kweli ambao wengine hawajafika, lakini walioko hapa ni wengi ambao na wenyewe wametokea ACT. Lakini miongoni mwao tunaye mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia tunaye mwanachama wa Chadema. Yuko wapi? Yuko hapa, ambaye pia na yeye amehamia ndani ya chama cha ADC. Niseme kwa sasa gari la ADC limewaka. Na kinachowavutia sana ni sera zetu. Kwa mfano sisi sera yetu ya kwanza, tunaamini uwepo wa Mwenyezi Mungu. Na tunaamini kabisa kiongozi yoyote anayeamini uwepo wa Mwenyezi Mungu ni kiongozi mwenye huruma. Ni kiongozi anayeweza kujua shida za watu. Kwa sababu tumeona viongozi wengi wa kisiasa wasiokuwa na Mungu, wasiomtanguliza Mungu na vyama vyao na katiba zao na sera zao, hawana huruma kwa Watanzania. Ndio maana unaona leo watu wanaweza kwenda hospitalini wakafa kwa kukosa dawa. Wanaweza wakaenda kwenye huduma za kijamii wasizipate kwa sababu viongozi wengi wamemweka Mungu nyuma sana. Ndio basi ADC tunasema sisi kwa sababu ya kumtanguliza Mungu mbele, ndio maana chama hiki sasa kimekuwa ni kimbilio kubwa. Kwa jambo la msingi nachoweza kusema ni kwamba sisi ndani ya ADC tunawakaribisha sana kwa maana ya kwamba chama chetu sasa kimekuwa ndio chama kimbilio. Na kama unavyoona tumemaliza Shinyanga, watu wengi sana wamehamia, na hapa imekuwa ni zamu ya ACT, zamu ya Chadema na zamu ya Chama cha Mapinduzi, nao wamehamia kwenye chama cha ADC. Kimsingi nawakaribisha sana. Kimsingi tutawapa ushirikiano mkubwa sana. Tunawaomba sasa, kwa sababu gari limewaka, tunaomba Nzega majimbo kata zote tupate wagombea udiwani. Na tunaomba sasa Bashe tumwekee mtu anayeweza akamngoa ili aweze kwenda kusimamia kilimo vizuri zaidi. Tunaomba tuisimamie Nzega, tupate halmashauri Nzega tuweze kuwasaidia wananchi wa Nzega na watu wa Tabora. Tuko tayari kuhakikisha chama hiki kinachukua jimbo hili, majimbo yote mawili, kuanzia Kigwangala mpaka na hapa kwa Bashe. Tuko tayari. Na kuanzia sasa viongozi wangu wa chama mlioko hapa, tunaomba kazi ianze mara moja kuweka wagombea udiwani kata zote kwa majimbo yote mawili. Mimi kwa majina naitwa Hamisi Makumbusho Musa Maulidi. Ni mkazi wa Nzega mjini, lakini nakaa katika kata ya Uwanja wa Ndege. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha CCM vijana Nzega. Sasa ni kweli kuna mambo mengi ambayo yameendelea pale katika chama chetu tumeiendesha, lakini kuna contradiction fulani ambazo zilikuwa zinatokea, hasa zilikuwa zinirishi mimi kama kiongozi ambaye nilikuwa naongoza vijana katika tawi la Kashishi. Kutokana na sababu hizo, nimekaa nikifikiria nitathmini namna gani nitakavyoweza kupata chama sahihi ambacho kitaweza kuleta mabadiliko katika nchi yetu. Sababu sera zimekuwa hizo ambazo hazibadiliki. Kwa kupitia hilo, nikampata ndugu yangu kaja kaniambia kuna chama ambacho kimeingia ambacho ni ADC. Kaja kaniambia maboresho ya chama hicho na mambo ya msingi ambayo chama inayofanya. Nikaona ni sawa, ni sahihi kwa mimi na mwono wangu, nikaona ni sahihi kabisa naweza kuingia katika chama hicho. Ndio maana nimekutoka kule kuja huku kuona mimi ni chama sahihi kwangu. Kwa majina yangu naitwa Madam Godiriva Charles. Ninamshukuru Mungu kwanza kwa kukifahamu chama hiki cha ADC. Mimi ni mtu siku zote ambaye napenda haki, napenda maendeleo na nina hofu ya Mungu. Kilichonifanya nitoke ACT Wazalendo ni kwamba hawatekelezi sera ambazo zipo ndani ya chama. Wana mipango mingi lakini mipango isiyotekelezeka. Yaani tumekuwa ni watu ambao tunakutana katika matukio tu, lakini sio watu ambao tuna mipango endelevu ndani ya chama. Sasa kwa sababu mimi sipendi na nimekuja kuona kwamba hiki tunachokifanya ni udanganyifu kwa wananchi, lakini pia ni udanganyifu ndani ya chama, nikaona ni bora nitoke nije sehemu ambayo naona ni sahihi.
Kwa hilo ni jambo kubwa sana ambalo limenifanya mimi nitoke katika chama cha ACT Wazalendo kuja katika chama hiki cha ADC. Lakini mbali na hiyo, mimi binafsi ninaamini kabisa mabadiliko ya kweli yanatokana na Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kupata mabadiliko ikiwa tumemweka Mungu mfukoni au Mungu tumempa nafasi ya pili. Mungu kwanza, mengine yanafuata. Na nimedhamiria mimi kama mwana ADC, mzaliwa wa Nzega, mkoaji wa Nzega, na ni mwanaharakati ndani ya chama cha ACT, nitagombea ubunge katika chama hiki cha ADC katika jimbo hili la Nzega. Kwa hiyo naombeni wana Nzega wenzangu mniunge mkono. Naamini kabisa watu wengi wanakuja wananitisha, chama hiki ni kidogo, hauwezi kushindana na mtu fulani, hauwezi kushindana na mtu fulani au chama fulani. Lakini nawaambia hivi, ninamwamini Mungu. Mungu alimtoa Daudi katika udogo wake akiwa mchunga kondoo, lakini alikwenda kuwa mfalme Ikulu. Kwa hiyo na mimi naamini kabisa nikimtanguliza Mungu mbele na chama changu kitamtanguliza Mungu mbele, hakuna kitu kitakachoshindikana. Ubunge Nzega ni sehemu yetu na ushindi ni sehemu yetu, na bado madiwani tutapata, yani 80% ya jimbo la Nzega tutachukua ADC kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa jina naitwa Musa Juma, nilikuwa mwanachama wa Chadema. Nilikuwa ni mwanachama wa kawaida, sikuwa na cheo chochote, ila nimevutiwa na sera za ACD hizi. Zimenivutia, sera zao ni nzuri na wanatetea haki sawa. Pia tutashikamana na wenye viti wetu, viongozi wetu hawa walioko mbele zetu, tutashikamana nao kuendeleza gurudumu la maisha. Tunakwenda hospitali pale, madawa hakuna, hatupatiwi madawa, tunatoa fedha ndio tunatibiwa, wazee wetu hawatibiwi. Tukienda pale yani hakuna kinachoeleweka. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie viongozi wetu mlioko mbele yetu nyie huko, kwa sababu sisi ni wanachama wa kawaida tu. Sawa, nyie mlioko huko mbele ndio mnaweza mkawabana hao walioko huko, na kiasi kwamba endapo Mwenyezi Mungu atatujalia chama chetu kikashika madaraka, hayo yote yanayopatikana huko mbele, huko hospitalini, mashuleni, hayatokuwepo.